Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndio mtenda miujiza. Roho Mtakatifu ndio kiongozi. Roho Mtakatifu ndio ushindi wa muamini. Yesu anapozungumza habari ya Roho Mtakatifu na kuhusisha na wanafunzi wake wale tenashara, anawaambia msiondoke Yerusalemu mpaka mtakapovikwa uweza kutoka juu. Na wale wanafunzi walipovikwa uweza kutoka juu, hawakuwa wa kawaida. Wakatoka wakahubiri Injili kote kote, na ishara na maajabu yakafanyika kupitia mikono ya mitume. Kitabu cha Matendo ya Mitume, wanatheolojia wanasema tunatakiwa tukiite ni kitabu cha matendo ya Roho Mtakatifu. Ubatizo wa Roho Mtakatifu ni jambo linaloendelea hadi sasa. Hata sasa ukiwa na shauku ya kumtaka Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu atakubatiza. Bwana Yesu asifiwe. Siku ya kwanza ambaye Roho Mtakatifu alishuka kwa waamini ni ile siku ya Pentekoste, ambayo ilikuwa ni siku ya 50 toka Pasaka. Roho Mtakatifu alishuka kwenye kile chumba cha juu, akakutana na wale wanafunzi 120, na kila mwanafunzi juu ya kichwa chake kulikuwa na ndimi ya moto, ikimaanisha kwamba kila madhabahu mpya huwa inafanywa kwa moto. Ubatizo wa Roho Mtakatifu ni haki ya muamini. Maana Yoeli anasema hivi, zitakuwa siku za mwisho, Bwana atamwaga Roho Mtakatifu kwa wote wenye mwili. Wazee wataota ndoto, vijana wataona maono, na pia watatabiri. Bwana Yesu asifiwe. Ubatizo wa Roho Mtakatifu huwa unaambatana na ishara ya kunena kwa lugha. Ili ujithibitishe kwamba wewe umejazwa na nguvu za Roho Mtakatifu, ni lazima ishara ya kunena kwa lugha iwe juu yako. Naomba fungua Marko 16, tusome mstari wa 15 na kuendelea, tuone Biblia inasemaje. Marko 16, 15 na kuendelea. Bwana asifiwe. Neno la Mungu linatuambia hivi, hao watakao muamini Yesu, watakao mpokea Yesu kama
kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Ishara hizi zitafuatana nao: watatoa pepo, watasema kwa lugha. Bwana Yesu asifiwe. Kitendo cha kubatizwa na Roho Mtakatifu ni kitu kinachoendelea. Ndio kwa maana unaposoma Biblia, kitabu cha Matendo ya Mitume, ule mlango wa 2 mstari wa 4 na wa 5, utaona mambo ambayo yalitokea. Naomba tusome tuyaone maandiko yanasema nini. Soma ile Matendo 2 mstari wa 4 hadi wa 5. Matendo 2 mstari wa 4 hadi wa 5, Biblia inasema, wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka. Na walikuwako Yerusalemu Wayahudi wakikaa, watu wataua, watu wa kila taifa chini ya mbingu. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema hivi, wote, sio mtu mmoja, nasikia wote wakajazwa na Roho Mtakatifu na wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka. Sikiliza, anayesababisha wewe utamke, unene lugha nyingine sio wewe. Inachotakiwa wewe kufanya ni kujiachilia mbele za Roho Mtakatifu, na Roho Mtakatifu atakuwezesha kutamka kwa lugha anayotaka yeye. Bwana Yesu asifiwe. Naomba endelea kusoma mstari wa 6 na kuendelea, ili tuone hiyo Matendo 2, tuone nini kilitokea siku ya Pentekoste. Matendo 2 mstari wa 6, Biblia inasema, basi sauti iliposikiwa, makutano walikutanika, wakashikwa na fadhaa, kwa kuwa kila mmoja aliwasikia wakisema kwa lugha yake mwenyewe. Wakashangaa wote, wakastaajabu, wakiambiana, tazama, hawa wote wasemao si wa Galilaya? Imekuwaje basi sisi kusikia kila mtu lugha yetu tuliozaliwa nayo? Waparithi na Waamedi na Waelami nao wakaao Mesopotamia, Uyahudi na Kapadokia, Ponto na Asia, Frigia na Pamfilia, Misri na pande za Libya karibu na Kirene, na wageni watokao Rumi, Wayahudi na waongofu, Wakrete na Waarabu, tunawasikia hawa wakisema kwa lugha zetu matendo makuu ya Mungu. Wakashangaa wote, wakaingiwa na shaka, wakiambiana, maana yake ni nini mambo haya? Wengine walidhihaki wakisema, wamelewa kwa mvinyo mpya. Lakini Petro akasimama pamoja na wale 11, akapaza sauti yake akawaambia, enyi watu wa Uyahudi na ninyi nyote mkao Yerusalemu, lijueni jambo hili, mkasikilize maneno yangu. Sivyo mnavyodhani, watu hawa hawakulewa, kwa maana ni saa 3 ya mchana. Lakini jambo hili ni lile lililonenwa kwa kinywa cha nabii Yoeli. Bwana asifiwe. Amina. Kuanzia ule mstari wa 6, Biblia inatupa maelezo kwamba wale wanafunzi waliokuwa kwenye kile chumba cha juu katika ile siku ya Pentekoste, walipokuwa pale Yerusalemu, kwa sababu pia mataifa ya kutoka maeneo mbalimbali walikuwa wamekuja Yerusalemu, waliwasikia wanafunzi wakisema kila mmoja kwa lugha yake yeye mwenyewe.
wakashangaa, wakasema hivi, hawa wote wanaosema sio watu wa Galilaya? Imekuwaje leo kila mmoja tunasikia kwa lugha yetu sisi wenyewe? Walikuwa Waarabu wa Libya, Mesopotamia na kadhalika, kama Biblia inavyosema. Mbona tunawasikia kwa lugha zetu sisi wenyewe? Roho Mtakatifu anaposhuka kwa mwamini, yeye huwa anamwezesha kunena kwa lugha za mbinguni ama kunena kwa lugha za duniani. Baada ya kupita ile karne ya 16 ambacho tunaita kipindi cha giza, kwa mara ya kwanza Roho Mtakatifu aliposhuka katika ule mtaa wa Azusa, nyumba namba 132 pale Marekani, yule mama wa Kimarekani Agnes Osborne alinena kwa lugha usiku na mchana kwa lugha ya Kichina, wakati yeye alikuwa ni Marekani. Ni Roho Mtakatifu ndiyo atakaye kuwezesha wewe kujidhihirisha kwako kwamba umempokea. Atasababisha unene kwa lugha nyingine kama yeye atakavyo utamke. Sikiliza, ni lazima unene kwa lugha, na sitegemei utaanza kuzungumza vitu visivyoeleweka. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Unachotakiwa ni kuacha kinywa chako na ulimi wako ili Roho Mtakatifu autumie kunena kwa lugha yeye apendayo, ziwe za duniani hizo lugha au ziwe ni lugha za mbinguni. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Sikiliza mpendwa, kunena kwa lugha ni jambo linaloendelea baada ya kutokea ile siku ya Pentekoste. Ukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume mlango wa 8, anza kusoma mstari wa 4, utaona. Mnaona eh? Baada ya Aza kutokea Yerusalemu, ambapo ni mara ya kwanza Roho Mtakatifu kushuka ile siku ya 50 ya Pentekoste, sikukuu ya mavuno. Wanafunzi walipotawanyika, mmojawapo aliyetawanyika alikuwa ni Filipo. Filipo alikuwa ni shemasi, akateremkia Samaria. Biblia inasema akamhubiri Kristo, na kwa mikono yake kulifanyika ishara na maajabu mengi. Pepo wachafu wakawatoka wengi. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Watu hawa wa Samaria wakalipokea neno, wakamwamini Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Biblia inasema hivi, baada ya kuhubiriwa hao watu wa Samaria, wakabatizwa katika ubatizo wa maji mengi. Ubatizo wa maji mengi sio ubatizo wa Roho Mtakatifu. Na Biblia inatuambia hivi, mitume wali
waliposikia kwamba Samaria wamelipokea neno, wakaenda Samaria. Na walipofika Samaria, wakawawekea mikono ili wampokee Roho Mtakatifu, maana walikuwa bado hawajampokea. Kwa hiyo ina maana hivi, ubatizo wa Roho Mtakatifu haukuwa tu kwa ajili ya kanisa la kwanza, kwa ajili ya mitume. Hapana, ubatizo wa Roho Mtakatifu ni kwa ajili yetu sisi wote ambao tumempokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Kwa kila aliyemwamini Yesu anatakiwa avikwe uweza, nguvu. Unapovikwa nguvu hizi, ndizo zitakazo kusaidia wewe kushinda, kutembea katika maisha ya ujasiri, kutembea katika maisha ambayo yatamuona Yesu, kutembea katika maisha ambayo karama za Roho Mtakatifu zitakuwa katika maisha yako. Hayo mambo tumejifunza Alhamisi, Ijumaa na Jumamosi. Sasa kwa sababu ukuwepo, shauri yako. Bwana Yesu asifiwe. Amina. 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 Kwa hiyo ina maana kwamba wewe ambaye umemwamini Yesu na kumpokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, unatakiwa kuhakikisha kwamba kuwa na shauku ya kumpokea Roho Mtakatifu. Na ili kuthibitisha umempokea Roho Mtakatifu, ni lazima unene kwa narudia tena, lazima unene kwa lugha. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Tuangalie Matendo ya Mitume 19 mstari wa kwanza hadi wa 5. Tusome Matendo ya Mitume 19 mstari wa kwanza hadi wa 5. Matendo ya Mitume sura 19 mstari wa kwanza, Biblia inasema, ikawa Apolo alipokuwa Korintho, Paulo akiisha kupita kati ya nchi za juu, akafika Efeso. Akakutana na wanafunzi kadha wa kadha huko, akawauliza, je, mlimpokea Roho Mtakatifu mlipoamini? Wakamjibu, la, hata kusikia kwamba kuna Roho Mtakatifu hatukusikia. Akawauliza, basi mlibatizwa kwa ubatizo gani? Wakasema, kwa ubatizo wa Yohana. Paulo akasema, Yohana alibatiza kwa ubatizo wa toba, akiwaambia watu wamwamini yeye atakayekuja nyuma yake, yani Yesu. Waliposikia haya, wakabatizwa kwa jina la Bwana Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Paulo anawauliza watu wa Efeso, wanafunzi wa Efeso, je, mlimpokea Roho Mtakatifu? Wanamjibu, la, hata kusikia habari zake hatujawahi kusikia. Mlibatizwa na ubatizo gani? Tumebatizwa na ubatizo wa Yohana, ubatizo wa toba. Biblia hapo inatuambia kwamba hawa watu walipowekewa mikono na Paulo, wakabatizwa na Roho Mtakatifu, wakaanza kunena kwa lugha nyingine kama Roho Mtakatifu alivyowajalia kutamka. Kwa hiyo ubatizo wa Roho Mtakatifu huwa unaambatana na kunena kwa lugha.
Roho atakavyokujalia kutamka. Sikiliza, bila Roho Mtakatifu muamini huwezi kuwa na maisha ya ushindi, utakuwa na maisha ya unyonge. Hutaweza kushinda dhambi, hutaweza kuwa na nguvu ya kushuhudia, hutaweza kuwa na nguvu ya kusoma Biblia na kuielewa, kwa sababu aliyeiandika Biblia ni Roho Mtakatifu. Utakapokuwa naye ndiye atakayekusaidia kujua mafumbo yote ambayo yako kwenye Biblia. Bila Roho wa Kristo huwezi kufika kokote. Amina, amina, amina. Roho Mtakatifu. Wanafunzi wa Efeso wanasema hata kusikia habari zake hatujafanya nini jamani? Hatujazisikia. Mlibatizwa na ubatizo gani? Ubatizo wa Yohana. Kumbe ubatizo wa Yohana ulikuwa ubatizo wa toba. Anayebatiza katika Roho Mtakatifu ni Yesu mwenyewe. Mwana Yohana Mbatizaji anasema, nyuma yangu anakuja mtu ambaye ni mkubwa sana, hata sistahili kufungua kamba za viatu vyake. Huyo atabatiza kwa moto na kwa maji. Bwana asifiwe. Yesu ndio anayebatiza kwa Roho Mtakatifu. Amina, amina, amina. Ndugu yangu Mkristo, unatakiwa kuwa na shauku. Inatakiwa kila siku itwapo leo, maombi yako yawe yanaambatana na kunena kwa. Maana unaponena kwa lugha utanena sawasawa na mapenzi ya Mungu. Tufungue Warumi 8:26-27. So, amina. Warumi 8:26-27. Biblia inasemaje? Warumi sura ya 8 mstari wa 26, Biblia inasema, kadhalika Roho naye hutusaidia udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba jinsi tupasavyo, lakini Roho mwenyewe hutuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Na yeye aichunguzaye mioyo aijua nia ya Roho ilivyo, kwa kuwa huwaombea watakatifu kama apendavyo Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sikiliza, Roho Mtakatifu utakapokuwa naye, yeye ndio atakusaidia wewe kufanya maombi yaliyo sahihi. Maombi ya kinyasa, maombi ya kimatengo, maombi ya kingoni, maombi ya Kiingereza, maombi ya Kiyao, maombi ya lugha yoyote yana mpaka, na wakati mwingine yana shida. Maana utaendelea kusema kila siku kwamba Mungu unibariki mimi, mume wangu na watoto wangu. Utaishi hapo. Lakini utakapokuwa na Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu ambaye anachunguza mioyo, yeye atakuombea sawasawa kama Mungu yeye anavyopenda, anavyotaka iwe. Amina, amina. Kwa hiyo Roho Mtakatifu kwako ni kitu muhimu sana. Sikiliza, uwepo wa Roho Mtakatifu kwako utakapokuwa kwa wingi, hata ukitembea tu barabarani utakutana na watu watakusonya. Lakini wenye mapepo utashangaa, mapepo yanalipuka. Kwa nini? Kwa sababu Roho Mtakatifu ni moto. Popote anapokuwepo
anaharibu na kuangamiza kila namna ya nguvu na mamlaka ya giza. Amen. Amina. Amen. Amina. Amen. Amina. Amen. Kwa hebu angalia, hebu fikiria umuhimu wa Roho Mtakatifu kwenye maisha yako wewe muamini. Haitoshi tu kuomba maombi ya Kiswahili, haitoshi tu kuomba maombi ya Kichaga, haitoshi tu kuomba maombi ya Kinyakyusa. Inatakiwa uombe katika Roho Mtakatifu kama hii Warumi 8:26-27, maana utaomba sawasawa na mapenzi ya Mungu. Na kwa kufanya hivyo, wakati mwingine utaombea hata mambo mengine usiyoyajua ambayo yalitakiwa yakukute, lakini hayatakukuta. Utakuwa salama kwa sababu Roho Mtakatifu anajua kila kitu kilichoko katika ulimwengu wa roho, kwa sababu yeye ni Mungu. Amina. 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 Naenda kumaliza. Tufungue Matendo ya Mitume mlango wa 10 mstari wa 44, 45, 46. Matendo ya Mitume sura ya 10 mstari wa 44, Biblia inasema, Petro alipokuwa akisema maneno hayo, Roho Mtakatifu akawashukia wote waliolisikia lile neno. Na wale waliotahiriwa walioamini wakashangaa watu wote waliokuja pamoja na Petro, kwa sababu mataifa nao wamemwagiwa kipawa cha Roho Mtakatifu. Kwa maana waliwasikia wakisema kwa lugha na kumwadhimisha Mungu. Ndipo Petro akajibu, ni nani awezaye kuzuia maji hawa wasibatizwe? Watu waliopokea. Petro anazungumza maneno haya, alikuweko nyumbani mwa Kornelio yule akida, ambaye huyo akida aliwatuma watu wamfuate Petro. Na alipokuja kwenye nyumba yake, alipoanza kuwaambia siri za ufalme wa mbinguni, Roho Mtakatifu aliwashukia hawa ndugu, wakaanza kusema kwa lugha na kumwadhimisha Mungu. Ndipo Petro aliposema kwamba nani atazuia watu hao wasibatizwe ambao wamepokea Roho Mtakatifu kama sisi? Sasa sikiliza, ubatizo wa Roho Mtakatifu na ubatizo wa maji mengi, chochote kinaweza kikaanza. Mtu anaweza asibatizwe na Roho asibatizwe na maji mengi, lakini anaweza akabatizwa na Roho Mtakatifu, au anaweza kubatizwa kwenye maji mengi afu akabatizwa na Roho Mtakatifu. Hivi vitu viwili havina kanuni. Amina. Lakini vinategemea mtu awe amemwamini Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Akishamwamini Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake, hiki kipawa cha Roho Mtakatifu kitakuwa juu yake. Na ndugu zangu, niwaambie kwamba ubatizo wa Roho Mtakatifu ndio funguo wa karama nyingine. Kama hujabatizwa na Roho Mtakatifu, nataka kukuambia hivi, huduma yoyote ile utakayokuwa unaifanya nyumbani mwa Mungu, utafanya kwa nguvu za kimwili, na itafika mahara utanung'unika, utalalamika, mimi ndio nafyagia sana huko ndani, unajua, unaelewa, maneno madogo, maneno. Shida, una roho, huduma yako unafanya kimwili. Kama ungekuwa umejaa roho, ungejisikia vizuri kwamba wasifanye watu wengine hiyo huduma, ufanye wewe tu peke yako. Kama unanielewa, pekee Yesu makofi.
Mtakatifu, ndipo Bwana atakapokupa huduma zile zilizotamkwa katika Warumi 12. Mwenye kufundisha atafundisha, mwenye kukirimu atakirimu, mwenye kurehemu atarehemu, mwenye kutoa atatoa. Na hivyo vyote utatoa kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Kama una nguvu ya Roho Mtakatifu, mimi nataka nikuambia hivi, kama wewe ni mngoni, utakuwa unawapa wenzako tu wangoni wenzako. Kama ni mnyasa, utawapa tu wenzako wenyasa wenzako samaki. Upendo wako utakuwa una mipaka, utakuwa ni upendo wa kibinadamu. Lakini ukiwa na Roho Mtakatifu, upendo wako haufungwi na kitu chochote, unakuwa ni upendo wa agape. Unampenda kila mtu aliyeko mbele yako, kwa sababu chanzo cha upendo wako ni Roho Mtakatifu. Amina. 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 Lakini hapo ndipo tutakapoweza kukutana na zile karama za Roho Mtakatifu ambazo zinazungumzwa katika Wakorinto wa kwanza ule mlango wa 12. Kuhutubu, karama za miujiza, karama za kutafsiri lugha. Maana sisi wa Pentekoste tuna karama 9 na zimegawanywa katika mafungu matatu. Sasa ili zile karama Roho Mtakatifu aanze kuzigawa kwako, sharti kwanza ubatizwe na Roho Mtakatifu. Amina. Amina. Roho Mtakatifu ndio atakaye kuwezesha wewe uweze kuimba vizuri na kurekebisha sauti yako hiyo ambayo haifai. Huyo ndio Roho. Roho Mtakatifu ndio atakaye kuwezesha wewe uwe na muda mrefu wa kuomba bila kuchoka. Roho Mtakatifu ndio atakusaidia wewe kushinda dhambi. Roho Mtakatifu atakupa wewe nguvu ya kuhubiri Injili, kuwa na ujasiri. Unaweza ukatoka hapa peke yako kaenda minara ya boda, na unaweza ukatoka hapa kawa kama kichaa hivi, kwanza hauokolewe, mwamini Yesu, hauokolewe, mwamini Yesu. Bwana sio. Ujasiri unapatikana kwa Roho Mtakatifu. Bila Roho Mtakatifu, ndugu zangu wapendwa, hamwezi kufanya kitu chochote. Ndio kwa maana Yesu anasema hivi, yawafaa nyinyi mimi Yesu niondoke, ili aje huyo Roho Mtakatifu ambaye nyinyi atawatia katika kweli yote. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ni kitu cha maana sana kwa muamini, kwa kanisa. Sisi wa Pentekoste bila Roho Mtakatifu hamna kitu. Amina. 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 Kwa hiyo hebu uwe na shauku, uwe na kiu ya kumpokea Roho, ya kumpokea Roho Mtakatifu. Unanyamaza kimya, hamumtaki Roho Mtakatifu. Sikiliza, ili uwe na maisha ya ushindi,
usijichanganye kwenye haya maisha ya kwenda mbinguni. Ni lazima uwe na Roho Mtakatifu. Ndio kwa maana yanaposema mambo ya kimungu, ili uhudhurie, wewe unatoka unaenda shambani, unatoka unaenda kwenye biashara, unatoka unaenda saruni kwenda kusuka. Sikiliza, Roho Mtakatifu ndiye atakayehusika katika kulinyakua kanisa atakapokuja Yesu mara ya pili. Hutaweza kunyakuliwa kama ndani yako hakuna Roho Mtakatifu. Maana utakuwa na mawasiliano gani na Yesu? Amina, amina. Utakuwa na mawasiliano gani na Yesu? Maana yeye ndiye atakaye kushikizisha na kusikia ile sauti ya parapanda itakapolia, Yesu atakapokuja mara ya pili kulinyakua kanisa. Bwana Yesu atakuwa mawinguni. Amina. Na Biblia inatuambia kwenye Wathesalonike kwamba kile kitendo kitatokea kufumba na kufumbua. Kama una Roho, ndugu yangu, utabaki. Utabaki. Na sijui ushauri yako, utazabwa makofi wewe, utazabwa makofi. Maana watu watakuuliza, wenzako wako wapi? Wewe kwani ni uko wapi? Sikiliza, Roho Mtakatifu kwako ni kitu muhimu. Huyu Mungu Roho Mtakatifu unatakiwa kuwa naye. Sasa huyu Mungu Roho Mtakatifu unampokea. Mungu Roho Mtakatifu yeye ni roho. Mara nyingi sana tunapoombea ujazo wa Roho Mtakatifu, tuna shida na watu. Kwanza ndio anakuangalia hivi, mchungaji hivi, macho au kazia hivi, macho na mimi kazia hivi, anakuangalia. Tunaposifu wenzake, yeye asifu. Tunapomwadhimisha Mungu, yeye hamwadhimishi Mungu. Tunapomwambia fumba macho, afumbi macho. Roho Mtakatifu yeye ni roho, huwezi kumuona. Amina, amina. Hivi umewahi kuuona upepo? Umewahi kuuona? Amina. Maana Roho Mtakatifu anafananishwa kama upepo wakati mwingine. Lakini shughuli ya upepo unaiona ikipita, vumbi, matawi yanakatika, yanadondoka chini. Si ndio inapokuwa jamani? Fumba macho ili ubaki na usikivu wako eneo moja, usigeuke kulia wala kushoto. Wewe ndio unayemhitaji Roho Mtakatifu. Na tunapoimba na kusifu nyimbo za kumwalika Roho Mtakatifu atutembelee, atubatize, wewe pia imba, funua moyo wako, jiachilie kwa Bwana, naye Bwana atakubatiza katika Roho Mtakatifu. Amina. Utanena kwa lugha. Amina. 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 Hivyo ndio vinavyotokea. Shida ya watu wengine, tunapojazwa na nguvu za Roho Mtakatifu na tunapoombea ujazo wa Roho Mtakatifu, mara anapoanza kuona ulimi wake unataka kutamka mambo ambayo hajawahi kutamka,
anaanza kuhuzumia ulimi, usiseme hayo maneno. Anaweza kwanza wewe achilia ulimi wako utamke hayo maneno. Acha utamke shandarabasaka. Acha ulimi wako utamke. Sikiliza. Roho Mtakatifu anapokukamata wewe ufahamu wako uanze kunena kwa lugha, huwa unajitambua, unajielewa. Mimi ni Mariamu, mimi ni Jaki, lakini yale tu maneno unayoyatamka ndio uyaelewi. Tofauti na mtu ambapo huwa amevamiwa na mapepo. Akivamiwa na mapepo anakuwa hana ufahamu, hajijui aliko. Amina. 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 Kwa hiyo wewe unachotakiwa kufanya ni kujiachia mbele za Bwana. Acha ulimi wako uanze kutamka hayo maneno ambayo Roho Mtakatifu anataka wewe akujalie utamke. Ukifanya hivi utanena kwa lugha. Bwana Yesu asifiwe. Sikiliza, kuna wahubiri wengine wamewanenesha watu. Unajua, fanya hivi, sema hivi, asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu. Huyu anasema asante Yesu nyingi, hajajazwa na nini? Mbona mmenyamaza? Kuna watu hawajajazwa na Roho Mtakatifu, bali wanasema asante Yesu, 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 asante Yesu. Roho Mtakatifu anasema hivi, yeye atatujalia sisi kutamka kama yeye anavyotaka. Rabo shandarika boborika darabo. Ndivyo alivyo Roho Mtakatifu. Yeye ndio muwezeshaji wa kutamka lugha analotaka yeye. Nitakavyotamka mimi tofauti atakavyotamka Mama Agape, tofauti atakavyotamka Innocent, tofauti atakavyotamka Leni, tofauti atakavyotamka mtu mwingine yote tofauti. Kila mmoja anamjalia kutamka lugha kama yeye anavyo Wewe jiachilie kwa Bwana. Sikiliza. Roho Mtakatifu ni mtakatifu. Anakaa mahali patakatifu. Watu wengine wanashindwa kupokea Roho Mtakatifu kutokana na maisha yao. Wengine wanasumbuliwa na uchoyo. Wengine waongo. Ukiwa katika mazingira kama hayo, huwezi kumpokea Roho Mtakatifu. Kwa sababu Roho Mtakatifu yeye ni mtakatifu. Kwa sababu yeye ndio roho ya Mungu. Jana tumejifunza hicho kitu. Amina. Yeye anaitwa nani? Roho wa nani? Wa Mungu. Kama ulivyo wewe na mimi, anayejua mambo yako wewe ni roho yako wewe, na sio mtu mwingine. Pia Roho Mtakatifu ndio anayejua mafumbo yote ya Mungu na kila kitu cha Mungu. Kwa hiyo kwa sababu yeye ni roho wa Mungu, ni Roho Mtakatifu, kwa hiyo anakaa mahali patakatifu. Kwa hiyo maisha yako yaangalie sana, usijichanganye. Kama unajichanganya huwezi kumpokea Roho Mtakatifu.